nilikia gundua hapa nyuma no kwa watu nilikuwa nao liko bien wakati walianza kuwa na wewe atakuwa tena na bopoa nikajiuliza inakuwa chukia ndani au nini yeye peke gafi marafiki ndio maadui hatuwezi sema alikufa kwa nini lakini hakuna mtu anaweza furahia mafanikio ya mtu na ni mtu mwenye mafanikio yake alikuwa anaongea sana ile yaka ingeendelea bro angebakie kwa hai hakuna msanii angekuwa msanii bora hapo Uvira. Samani sana kuzungumzia Serge. Kwa sasa page zangu zinamilikiwa na uongozi wa Serge na wamekataa kunipa wakasema mpaka niwapatie hela fulani. Bana, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Mads na Usanii, na hii hapa ni kipindi cha kwanza kabisa baada ya kupata msiba wa kuondokewa na msanii wetu mkubwa Mr. Gave. Kwa hiyo kabla tujaanza na chochote tunaweza kuacha kwanza dakika moja kwa sababu ya heshima ya kumuaga ndugu yetu. Tunatoa pole sana kwa familia na watu wa sanaa kwa hichi ambacho kimetukuta kwa kuweza kumpoteza msanii wetu mkubwa Mr. Gave. Na hii hapa ndo mara ya kwanza baada ya msiba kukutana kwenye studio kuweza kufanya kipindi, na leo tuko na mwaliko wetu. Lakini kwanza kabisa tunaweza kusema kwamba pole kwa shabiki wote, na Uvira inashukuru kwa chote ambacho watu wamekifanya wa ndani ya Uvira pia na nje ya Uvira. Ni msiba ambao umeshika watu wengi, wadau wengi wa muziki, maeneo tofauti ikiwepo Kalemi, Goma, Bukavu, Lubumbashi na sehemu zingine. Lakini bana, tukasema kwamba katika hatua hii au katika kitu hicho ambacho kimetokea, sio vizuri kwamba tukae bila kualika baadhi ya wasanii tuweze kuwasikiliza na kujua nini ambacho kimeendelea kutokana na msiba na kipi ambacho wanaweza kusema kama maoni kutokana na hicho ambacho kimewakuta, na pia kuzungumzia kazi zao. Kipindi ni Mads na Usanii, na leo bana kwenye studio tuko na The Sugar Boy. Inakuaje mzee? Safi baba. Kwema? Namshukuru Mungu. Pole kwetu kwa msiba. Kwa sote kabisa na karibu. Asante, tumekaribia. Kwanza kabisa, baada ya kuambiwa kwamba mwenzetu ametutoka, wewe taarifa hizi zilikukuta ukiwa wapi? Na nani mtu wa kwanza kukujulisha? Nilikuwa kwangu, Jires Kalumuna kanitumia message. Alafu message nilipokeaka sikutakaka nione au nilikuwa nishaiona. Kivipi? Kuna zingine habari unasema pourquoi iko? Nikapenda nione kama ndeza voyager dans le temps kama vitakuwa vya bongo. Nimezimaga simu, watu wakaanza piga simu sana. Nikalazimika kutoka nje. Sasa nilifunguaga simu nikaanza na mapicha. Mimi sikuwa naaminia. Ilikuwa ni vigumu sana sikulalaga usiku mpaka 5h. Leo ndio nikalamkia Uvira, nikahudhuria malheureusement. Hivyo ikatubidi tuamini. Na mtoko kwanza kumpigia simu wewe ili kuhakikisha taarifa hizi baada ya kuambiwa na Jires alikuwa ni nani? Yeye peke Gave. Ulijaribu kumtafuta kwenye simu? Yeah. Simu yake ilipokelewa? Simu imepita lakini hakupokea. Nikapiga ngasema mbona kweli. Watu wote wengi tungetaka kujua hivi, ukiacha maisha ya usanii ambao mnaishi ya upinzani kikazi, mlikuwa mnawasiliana? Sana. Really? Sana. Unajua sanaa licha kwamba ushindani unakuwa unatengeneza picha mbaya, ni kila siku unakuwa complex inferiority. Kuna muda mwingine unasema nikimpigia itakuwa kama ni shobo, lakini hapa nyuma kama miaka 2 miezi zinaisha hapa nyuma ulikuwa kwa mazingira yenye stable. Nilikuwa niko na projects, nikitaka mashauri, hata na yeye alikuwa wazi. Kwanza nakumbuka message yangu ya mwisho nilikuwa niko na msijeria akifanya kazi na piano. Nikamwambia bro, kama nikusupportiana, jua nini tuko na studio pale mayafikaka. Jua nini, akaniambia no, piano ananiandikia. C'est vrai. Nafikia wakati kama studio kuna besoin ya kupeleka kazi yake mbele, ni studio inaposha mtafuta artiste mkubwa. Nikamlaumu piano, akaniambia ina tatizo. Nikiwa poa nitakuja pale. Mpe namba yangu. Unahisi labda namna mnavyokuwa mnaishi wewe na yeye ili uweza kuweka kizuizi kwa piano kumcontact? Ndio kusema kweli, kwa sababu huko kesho kila mtu alikuwa anajiuliza, mimi binafsi na yeye binafsi na wengine wasanii, kitu gani kikinaweza tuma muda mwingine maisha ya usanii iaffect maisha ya kawaida. Lakini kwa reality nilikia gundua hapa nyuma no kwa watu nilikuwa nao liko bien, wakati walianza kuwa na wewe atakuwa tena na bopoa, nikajiuliza inakuwa chukia ndani au nini. Yeye ndo alikuwa kunaniambia d'une autre part, nikampatia raison. Unaelewa kitu. Lakini bro alikuwa bro.
bro sana. Okay, ningetaka kujua pia kwa sababu wakati nafuatilia live yako ulifanya TikTok, uliweza kusema kwamba mliweza kuaminisha watu kwamba mna vita lakini nyuma yake nyinyi mlikuwa mnaongea. Je, hawa watu ambao walikuwa wakiwa karibu yako kama ulivyosema wanakuwa wanajiweka mbali na Gave, nao pia mlikuwa mnawaambia kitu ambacho mnakitengeneza, au nyinyi mlikuwa mkopoa lakini mnatengenezea watu wengine chuki na kujiwekea matabaka? Samani sana kuzungumzia Serge. Nikisema Serge na maanisha organigramme yote watu yuko ndani. Kuko gisi ndeza ongea na Jafak. Kuko habari ya Jafak na Shilian. Kuko habari ya Abdalazi na Medi. Kuko habari ya Sirius na Rexy. Yani kuko vitu vilikuwaka hapa ndio watafanya hivi vitu na wengine hawatajua. Hivi ndio mimi naamini na uwezekano kwa watu walikuwa wanajua wengine hawakuwa wanajua. Mimi mwanzo ilikuwa liko poa. Unakumbuka project nimemitaka karibu na Pole Uvira. Kila kitu kiko sawa. Lakini wakati ushindani, najua ushindani kwa asilimia kubwa umetengenezwa na watangazaji. Najua ilikuwa ni kwa faida ya game. Nikisema watangazaji hapo mimi namaanisha Jimmy Biabele, Papi Josephat na Samba kwa percent zimoja hivi. Unaelewa? Kuna wakati tulifikia fasi moja wanasema no, hii ni biashara sasa. Inaomba hatuna tatizo lakini hivi tunatakiwa tulete kipato. Kwa wakati tulikuwa tunajisahau hata tukifika wakati na shakisi kuna muda mwingine unajisahau mpaka mwingine anaanza kuzingua hapana mnaanza haribisha biashara. Najua Jafaka nakumbuka hata kumbukumbu ya show ya Baraka. Wakati mwingine upisi unakuwa zaidi sana mpaka tunaanza itana kwa podium mpaka hapana hivi havitakuwa mtaribisha brand. Wakati umepambania tulielewa kwamba hiyo nafasi Mungu alitupatia ya kuwa wawili kusome kwetu ilikuwa ni biashara. Inawezekana kuko dili mingi ilikuwa nakatala kichwa kama Shilian atakuwa. Na mimi kukataza mingi zenye nilikuwa najua bro akikuwa hapa nasema no, siwezi fanyia show $500 na yeye hapo. Sababu kwangu mimi alikuwa nikitega uchumi, kwake pia na mimi nilikuwa kitega uchumi. Na kwa namna hii ambayo mlikuwa mnaipeleka game kama ni kweli, amoni kwamba mlikuwa mnanyima nafasi watu wengine, mnakuwa mnaongelea nyie kama nyie watu wawili? Ilikuwa ni kutokana na mentality ya watu ya kwetu. Uvira tunapenda ushindani. Na hiyo ushindani ilafa alikukue watu wengi watakuwa na hiyo même qualité étoffe moi wakishindana watu watasema ni kweli na ni kweli. Ukisabia hits zilikuwa hapa msiza ya career nilifanya naye challenge nini mie mwingine akikuya atakuya ndio kwa sababu ndio hivyo hatuko hapa kwa sababu ya kunyimiana wengine riski. Na inawezekana ndio maana hii system ingeendelea bro angebaki kwa hai. Hakuna msanii mangekuwa msanii bora hapa Uvira. Kuweka wazi. Kwa mngebaki nyinyi wawili tu. Mungu anakuwa anapanga na kama nyota zetu zilikuwa zinaendana kwa miaka zaidi ya 6 na kama Mungu anaona kuna umuhimu na hatukukuwa hivi kwa sababu tulikuwa tunabrandiwa, kulikuwa support, promotion, pesa, watangazaji unawashawishi. Kuna watangazaji waliona kwamba kuna umuhimu au ndio wanastahili kubeba muziki wa kwetu. Kipindi hicho wakina Alias mlikuwa unawaonaje? Hata kama mlikuwa mnajibrand nyinyi wawili, wakina Alias wenyewe mlikuwa mnawaonaje? Alias alikuwa big name. Lakini kuna waga big name na kuko yasa A-list. A-list hapa Uvira ilikuwa ni A-list. Alias ya kuwepo. Hapana. Avec tout le respect. Hapa Uvira A-list kuanzia 2019 kuendelea. Yaani kuanzia bajaji. Sababu mimi nimemkuta bro wangu kugema alikuwa shakuwa na award 2 au 3 gavi. Tena ziko consecutive. Na wakati nilikuya nikiana mwenye sikuwahi kutoka chipukizi bora lakini na kazi yangu alisema huyu ndo anastahili bato na kuchallenge naye. Na ni kweli kila show, kila exposition, kila kitu kwa tunafanya kilikuwa kinaleta changamoto. Na hii ndio watu walikuwa wanapenda kila wakati. Mbona kama Dennis Classic naye kuna muda alikuwa moto kweli na 2019 kwanza 2019 hapana kushuka njoo. Kusema kweli yeye akuepo kwenye A-list. Nikisema A-list ni watu wawili. Sisemi kwa kujisifu, nasema yenye iko kwa sababu muziki wa Uvira ku represent na kutambulisha nje ni Ashilian na Mr. Gave. Okay, tusichukue muda mrefu sana kwenye hilo. Hivi baada sasa ya kifo, umejifunza nini baada ya kifo kumkuta mwenzetu Mr. Gave? Nimejifunza kuwa makini sana na kuwa tayari kila siku kwa sababu marafiki ndio hao maadui. Hatuwezi sema alikufa kwa nini, lakini hakuna mtu anaweza furahia mafanikio ya mtu. Na ni mtu mwenye mafanikio yake alikuwa anaongea sana. Mafanikio ni kwamba anafanya kazi nzuri. You imagine. Alafu kwa mwingine anasema jua nini huyu. Zile fitness zinakuaga na huo ndio uchawi wa kwanza. Na nimejifunza kitu kingine ni kwamba maisha tunapita.
na kukua poa sana watu watakuchukulia poa. Bro wangu kuna muda mwingine alikuwa anajisahau, alikuwa mtu poa sana. Okay. Na kuna moja ya verse yao ya maneno ya kwenye wimbo wa Muyale ya Mr. Gave. Anaimba kwamba wanataka kuniua bure. Watu wazima na mtoto wao mdogo. Kuna baadhi ya mashabiki wanatafsiri ile verse kwamba walikuwa wanakuimbia wewe, timu yako ya Sesh pamoja na wewe kama mtoto mdogo. Hichi kitu wewe unatafsiri vipi ili kuweza kutoa labda kitu ambacho watu wamejijengea kwenye fikra zao ya kwamba wewe na Gave mlikuwa na beef ya kufikia kwamba kila mtu anaona kama mwenzake anaweza kufikia hatua labda ya kumuua au ya kuweza kumzuia katika kupata risk? Siwezi msemea mtu bro, lakini batu tuko nabo msejo, tulikuwa nabo msejo. Sidhani kwamba kulikuwa mtu mwenye anaweza mfitinia mtu. Sababu kwa muda mwingine tulikuwa nekana ba mimi tunasema join tunaanza vimbiana. Yaani hayo tunaanza jisahau mpaka hivyo. Na kusema watu wazima, watu wote aseje ni badogo kwake. Sidhani kama kuko mtu mwenye alikuwa na plus ya 34 35 ans. Wote tulikuwa badogo yake. Ni hivyo wakati kuko ushindani kila kitu kikitokea wanakuwa nasema atakuwa tu ni hata Abdelaziz ndio kwa ni huyo. Ndio Abdelaziz najua ni hivyo. Gave na 93. Abdelaziz anaweza kuwa na 93 si je me trompe pas. Inaweza kuwa hivyo. Sasa watu wazima tasema wake kuko papa ba mwa hivi. Chuki sinakuwa fasi zote ndugu yangu. Mtu mzima ni ina maana mtu ambaye anakuzidi umri. Yeah. Mtu mzima tayari. Hata kikuzidi mwezi mmoja miezi miwili. Sasa ces jeunes generation yake balicheza na ballon hapa tulikomala c'est sûr que tulikomala mimi niko nyuma sana alikuwa shinda kama 4 5 ans bote morai. Donc ni generation moja hakuna mtu mzima hapo. Sisemi kwa kuwatetea ni hivyo kila lawama mimi sasa vile ashiliane nimezipokea na mikono miwili. Sababu nilijua hakuna mtu mwingine anaweza kazungumziwa zaidi yangu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu hiyo ni kibali Mungu amenipatia. Kupigwa mawe, kufanya nini nasema ndio hivyo. Ukiwa mkubwa watakuzungumzia kwa makubwa na mabaya zaidi. Okay, kitendo cha wewe kushika msalaba na kutembea nao mimi kwangu nimekifurahia zaidi na nimependa kwa sababu imeonyesha kwamba japokuwa tunaweza kuwa kwenye game tuna challenge lakini mwisho wa siku lazima tuzikane. Na kuna wengine ambao walichukua tafsiri tofauti na hiyo. Na wakaanza kuwa na discuss na kuweza kujaji namna ambavyo wewe unatembea na msalaba. Sijui unajibrand unachukua na mkono mmoja. Sijui wengine andika kwamba walikuwa na msalaba wao ule ulikuwa unatumia kujizuia nani kijua isionekane ili usionekane. Hichi kitu wewe umekichukuliaje kama wewe? Kuongea ni kawaida. Kila mtu anapaswa ongea na siwezi muzuia mtu asiongee. Lakini sikutaka kuonesha uwema wangu wakati ndugu yangu anakufa, hapana. Hii kilio sikuwa kama ni kilio tini shobo nikijionyesha. Ndio maana kwa appreciation mimi nilikuwa nazikatala parce que mimi sikwenda tafuta sura. Sikwenda uza sura kwa kilio. Nimeenda lia. Can you imagine? Ile ya kusema bana sema. Kwa mwingine watasema ati alienda tafuta sura, uze sura kuna nani msalaba, sio hivyo. Mimi nilikuwa nje mwaminiita ni King Freedom. Mimi siwaki mtu akujipeleka. Licha kwamba nilikuwa nataka kutatua matatizo nilikuwa entre famille, entre quartier, over unit na zingine organization nilikuwa nauliza kila wakati bana. Destin ni nini kwa mbona hakuyakuwa hivi? Nikiona huko tatizo nyeiko na baweka fasi moja. Mimi naweza ndio yangu mimi nilikuwa nafanya kila siku. Na kila wakati nikiona hapo tatizo, mimi natafuta hapo kukue kitu kitakuwa sawa. Niliingia ndani Freedom msanii wa kwanza mwalimu ilikuwa ni mie. Ni kwa sababu ya heshima ya game, ni mtu ametutangulia. Ashila nikuya hapa. Wakati niliingia Morgue mlikuwa Prince Dunia na familia walianza ita watu wengine. Najua mimi nilikuwa artiste mwenye nilikuwa na sigere Gansolizo yuko pale nje, nimemwona Dennis ndio pass fulani kama kunaweza kuwa heshima. Si ambao tulikuwa ni generation ya pili. Tuwe fasima parce que depuis 2013 2012 tunajua naye tuko mgame tunabato licha kwamba nimetoka nyuma. Msalaba nimepewa. Okay, na kabla ya kuzika kuna works ambayo lilalamika sana kusema kwamba kuna msanii amekataa kuimba nyimbo ya marehemu wakati ni mwenzetu ametuacha, nataka tuoneshe support. Na baadhi ya watu wakaanza kwa sababu ashiliana ya kuimba inawezekana kwamba hii wanamata ashiliana moja kwa moja. Hata na wewe pia uliweza kujibu na kusema kwenye TikTok. Hivi ni kule kwa na kulenga wewe na wewe kwako kile kitu ulikichukuliaje? Alikuwa ananilenga mimi. Mimi nilichukulia kawaida kwa sababu kwa hiyo wakati kila mtu alikuwa anataka aongee kwanza juu ajulikane, wengine walikuwa wanataka baongee juu afurahishe umma. Unajua kujikosha. Ina maana Wox aliongea kwa sababu ajulikane, apite na upepo kwa tafsiri nyingine. Inawezekana. Nasema watu walikuwa wanaongea. Mimi nilikuwa naongea hapa juu apate malike parce que mwenyeko ku trending ni Gave. Fasi yote.
Unaelewa? Sasa kila mtu atapenda aongea amweke kwa hashtag, amzungumzie mwingine mbaya, juu yaende. Sasa mimi biko naongea kwa kuharibisha CV za watu. In short, vya mingi niliweza kumjibia ndugu yangu Wox, ni ndugu yangu sana. Ni kwamba mimi kilio yake nilipata emotion mkubwa sana. Imagine ulipata kilio 20h au kulala mpaka 5h unarudia Uvira hapa, unaangalia ya kufanya. Donc hauko sawa, uamini. Mpaka sasa wakati nikiona picha nasema, "Est-ce ni kweli? Est-ce ndeza fanya pia 3 mois nisifanye muziki mimi ndabaki on map parce que kulikuwa kwa mtu mwenye ananisogeza." Hiyo ni siri. Hata Gavne kuna wakati alikuwa anafanya hata 4 mois asimbi. Mimi nikitoa nyimbo wataikompare na yake alifanya hata zaidi ya miaka ilipita. Can you imagine? Kwa ni mtu mwenye kwangu mimi alikuwa ni pere. Anakuwa ananisukuma sana. Kifua yake kwangu ilikuwa sio nipate kifua yake afu mimi nipate hiyo nguvu ya kwenda mu studio. Na hapa Jafaka aliniita, nikamwambia bro sina mood hata kuimba. Na hivi ni kwa nini sasa ulikataa? Ni hiyo tu ni kwamba ulikuwa huna mood ya kuimba, au ulikataa kwenda kwa sababu hukubali producer aliyokuita, au kwa sababu wewe na ule producer hamna ushirikiano mzuri? Hapana, niko na ushirikiano mzuri na kila mtu bro. Petite ndio kwa watu wenye wana ushirikiano mzuri na mimi. Mimi sijawahi kusikia ngoma ambayo Ashiliana imeimba imetoka kwa Wox. Kwa Wox nishafanya lazima nijipongeze, nipendeze. Okay. Tena sifanya nyimbo ya bure na mlipaka. Okay. Donc ni mtu kumsupport. Oro hapa pia nashafanya nyimbo za mingi nitaka ndio wasanii. Ni sisemi kwa ubaya. Na nyingine kitu tuweke wazi kaka yangu. Muziki ni biashara. Kama Alikiba kuimba nyimbo ya kumwenzi Magufuli yenye Diamond alifanyaka, haimaanishi kwamba Alikiba anamchukia Diamond au Harmonize kwa sababu akuimba hiyo nyimbo ya ulale salama ndio kwamba anajibrand, ni anachuki. Hapana. Tuko na tatizo ya mentality bro. Mwenye alikuwa kuna hiyo nafasi ya kuita wasanii. Najua mimi niliwahi kuimba na Gavi nyimbo za bilio zaidi ya 5 hapa Uvira. Okay. Imagine. Mwenye alikuwa na Twitter ilikuwa ni mtu mwenye iko na hiyo etofu ya kuita watu. Mfano Papi Joseph alikuwa anazoea kutuita Jimmy Babel. Unaelewa kwamba ni mtangazaji kwa mmoja wa watangazaji na Twitter. Wale kifikia studio kubwa na pia na Twitter kujina watangazaji. Sasa kila mtu alikuwa na studio yake. Hapa kuseje walifanya zaidi ya All Stars 3 au 4. Yeye pale alifanya zaidi ya 3 au 4. Kila studio limba nyimbo yake. Sasa kama ukiimba nyimbo yako, kama mtu akuimba nyimbo yako, njoo kuna chuki na wewe. Hapana. Mbona mimi sikuimba kwa yangu kwanza? Na wakati nilisikia nafsi nataka kuongea, nilienda kwa NLG. Na baada bana ya msiba, viongozi au mewa jiji ametoa tamko la kusema kwamba vijana waoe. Na ukiangalia ndugu yetu amekufa bila kuzaa. Au bila kuoa tuseme. Ndio. Wewe kwa kuoa ule ujumbe ulipokeaje? Ni kwamba Gave au kijana wote ambaye ana miaka kama ya Gave ambaye hajaoa anafanya makosa au yuko sahihi? Wewe mtazamo wako ni upi? Kwa ni maamuzi bro. Na unakuwa unaamua wakati unajua budget yako iko wapi. Simlete mtoto mdunia mwenye atakuwa omba. Tuko na watu wanakuwa wanatusupport wakati tunakufa. Kwa sababu ile bro alifanya mchango kwa join hizo $1500 kununua gari. Ilikuwa biko difficile. Ni pesa zimechangiwa hapa. Ataweza kununua hata taxi. Imagine mimi nawaza venye meya wa mji amesema ni sahihi ndio, lakini kuko namna wanapaswa tusupport ili tupate pesa za kuoa paske muziki wetu haingizi hela. Tunakuwa tunagharimu pesa mingi kwa muziki kwa sababu ya kumakie sekta yake. Sababu yeye ndio baba wa Uvira, au kukumakie fasi yetu kufanya wengine wajue Uvira ni wapi, Uvira kuko vipaji gani. Wewe bado kuoa hata kama kifo kimetokea cha mwenzetu, lakini wewe bado hujatishika na chochote tuna kuoa? Siwezi yoa jua tu wanasema ni yoe. Sawa. Sasa Ashida baba, ukiacha haya mambo ambayo tumepita, kuna maisha ambayo yanaendelea ya muziki. Dio. Na wewe ni mmoja ya msanii ambao watu wanakuangalia kama ulivyosema, mlikuwa tuwe watu wawili, mmoja ameondoka, imebaki wewe kama wewe. Lakini sasa hivi kwenye muziki wako tunaona kama kuna tofauti. Kipi ambacho kinaendelea? Naomba tuambie. Kipi ambacho kinaendelea kwa sababu mitandao yako yote ni kama ambayo tumezoea wewe hujaposti. Ndio. Na umeposti ngoma yako hii ya kilio au ya msiba kwenye account mpya kabisa ambayo umetengeneza mwaka huu hapa mwezi huu. Hebu tuambie ukweli, nataka leo ufunguke. Kuna nini kati ya wewe na Sage Music? Kwa heshima hapa sitaki kusema chochote. Nilikuwa nafikiria kusema isemeni ilipita malazima msiba ukafika. Banasemaka lisemwalo lipo. Kwani tusitumie na kama alijatokea manake lipo njiani. Na usizani kama ni muda mwafaka kwa heshima. Kuna vitu bado vinasetiwa kwa sababu unajua kuna vita vingine hautakiwi kuongea. Lakini sisi tayari tumeshaona. Umetoa ngoma hujapost kwenye YouTube yako. Ndio. Kuna kitu hakiko sawa kusema kweli. Kati ya wewe na Sage Music. Kati ya mimi na baadhi ya managers wa Sage
Tukisema Sage Music maana tutamwinclude na Jafak. Oro nikifika Uvira mimi sifiki kwa hotel. Nafikia kwa Jafak. Tunapozungumzia Sage Music tunazungumzia kampuni, hatuzungumzii mtu binafsi. Je, hiyo shida yako uko na wewe na watu binafsi au wewe na kampuni kama kampuni? Watu binafsi. Sasa nini ninachokuzibia wewe kuposti kazi yako ambazo zinahusiana na kampuni na sio za mtu binafsi? Kwa sababu Sage inatumikaka mdemokrasia. Watu watatu wakisema hapana, asiposti, tubebe vitu, bawili wanasema ndio, batafuta wale watu watatu. Hata kama walikuwa bana raison. Kwa hiyo wanaamua kama Sage Music au kama watu binafsi, kwa sababu mimi ninavyojua sababu Sage ni wale watu binafsi ambao wakiwa kwa wingi na msimamo mmoja wanakuwa wana muhimu. Tunaweza kuwa watu 5 tunaunga Sage. Lakini mimi nina shida binafsi na watu watatu. Haihusiani na chochote na kampuni. Iko nje ya kampuni. Hivyo kazi zangu za kampuni zitafanyika kama zinavyotakiwa kufanyika. Je, wewe una shida na kampuni au una shida na watu watatu? Sina shida na kampuni. Ningekuwa na shida na kampuni kama ushanisikia niko naimba nafanya contrat na Seda Town Studio zingine studio au zingine masstudio zinawaka na niita au sehemu nyingine. Kwa hiyo uongozi wa Sage, hata mtu ukiwa na shida binafsi, uongozi wa Sage unaweza kukusitisha kabisa mkataba au kuzuia kutokufanya kazi za kampuni kwa sababu una shida na mtu binafsi. Ndio mnavyotumika? No, sio hivyo. Acha nijitetee. Ningekuwa niko na shida na kampuni, mimi nisingemwambia Gavi bro, kuya imba pa Sage na wengine wasanii. Singemwambia kwa sababu mimi nilikuwa napenda na mimi napenda kila siku mtu ambaye nafanya naye kazi niwe na mchango kwake. Hata kama sina hela lakini tunaweza malizana, ndio kunaweza kuwa mizozo lakini yawe mizozo ya tunataka kusainishana njoo. Sasa mimi kuna kitu ambacho mimi sijakielewa. Ndio. Kwa sababu unavyosema naona kama hujanyoka. Kwa sababu sitaki kuongea. Nikiongea nitafunguka sana. Na tunaweza poteza muda mwingi hapa. Sio kupoteza muda kwa sababu hichi ndio kimefanya ambacho mimi nakuita tuzungumzie kitu ambacho tumezungumzia na pia tujue kuna tatizo gani kati ya Shillian na Sage kwa sababu tunahitaji sisi kuona kazi zinaendelea. Lakini kama umesimama ndio tunataka kujua, mashabiki pia wanataka kujua kuna nini kinaendelea kati ya Shillian na Sage Music. Na sio Shillian na baadhi ya meneja wake. Kwa sababu kama wewe una shida na Jafak kama Jafak, ndio haihusiani chochote na shida ya wewe na Jafaki kama meneja. Sijui unanielewa? Ndio. Kwa hiyo nataka kujua sina shida ya donc ma raison personnelle aseme yote niko na mzozo na Medi na Abdalazi na Siriaz hapana. Kwa hiyo una shida kama ni Abdalla, una sina shida hata na mtu mmoja. Sina shida hata na mtu mmoja. Nawaza ukipata muda uongee na managers wote. Sababu kitu kenye nilifikia mimi niongee après nilianza kiongea plus de 10 années plus de 10 ans kuna mdogo watu naomba tufanye hivi sio kulazimisha lakini kwa faida ya malengo yenye tulikuwa nayo na tulikuwa tunapambania. Mimi unakiangalia kuna muda mwingine unapuuziwa au unaonekana unataka kujimanage au hivi unasema no. Huyu ni shaka mwambia anajitetea na mtu mwingine huyu mwenyewe kuna nitetea anapana malalamiko banamblue stick. Sema no. Okay, kwa tafsiri hii ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe unapendekeza kwenye kampuni au kwenye label lakini unapuuzia kwa kutokana na hicho ambacho wewe umekiongea. Mati turudie kwenye msiba ndugu yangu. Na nilikuwa niko na habari ya sisi sikiliza. Sisi sio kila muda tutaongea kwenye msiba. Inabidi tuomboleze na watu ambao watatusikiliza twende tunawafuta wale ambao wamepata msiba wasio na yale mawazo ya msiba muda wote. Sasa kwa heshima ningekuomba tukipata muda mwafaka nitaongea. Niko na vya mingi ya kuongea sana juu kimya wangu. Sawa, mimi kuchelewesha kazi na kadhalika. Kwanza nitaomba radhi sana wafuatiliaji wote wa muziki mzuri ambao wamenipenda kwa sababu ya back to back yangu na watu ambao wamenipenda kupitia Sage. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Mimi sitaki kwamba uongee kile ambacho hujataka kuongea sasa hivi. Lakini ningehitaji watu ambao wanasikiliza kipindi hichi cha Mati na Wasanii wajue kwamba Shillian ana shida gani. Unaweza tu kusema mimi nina shida na label yangu ambayo inatakiwa tutaiseti au tutawajulisha baadaye. Tutaridhika. Okay. Sisi kama mashabiki. Kutasetiwa vitu. Acha nifanye implore. Kwa sasa page zangu zinamilikiwa na uongozi wa Sage. Na wamekataa kunipa wakasema mpaka niwapatie hela fulani. Ina maana kwamba wenyewe hiyo ni baada ya kutokufanya kitu ambacho tulitakiwa kukifanya kwa muda mrefu. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba wewe nikaamua nikasema no, sioni umuhimu wa kuendelea tena. Kwa hiyo tutaendelea kubakia ndugu lakini kwa nataka blessing yenu. Sasa hiyo blessing ikageuka wengine, kuna wengine mpaka sasa tusalimiane bamwa bakani unfollow. Wakati njoo nikasema nikakielewa kumbe tulikuwa na vita na watu. Yeah, that truth.
Kwa tafsiri hiyo kwa sasa wewe Serge ni kunyang'anya kila kitu. Ndio. Wow. Zaidi ya TikTok. Unafurahi wao hapa? Hapana, sijafurahi. Nafurahi kupata taarifa ili tujue tunapambana vipi ili haya mambo yaishe. Anajua wametafsiri kwamba nimepata management kubwa, ndio maana nikataka kuna ni kutoka vitu virefu. In short nitaongea. Kwa sababu kuko unajua kwa nini nasema hii? Kwa sababu mimi nilikuwa nauliza kila mtangazaji, hii habari zilitu wapi, wananiambia no. Kwa manager wako alituambia hivi. Kwa mwingine akasema, mbona mimi niko nataka. Zilikuwa habari gani hizo? Mfano kila mtangazaji ananiambia sasa nasikia umetoka Mseji. Nasikia ni hivi. Nasikia wamekunyang'anya vitu. Nasikia wamekutoza pesa fulani. Wacha niseme. Wamekunyang'anya vitu? Hiyo kunyang'anya vitu, mfano mimi niko na page. Niko nasimamia page zangu. Alafu najikuta pup wananiambia sina tena access. Okay. Naelewa vitu. Na wamefanya hivyo kwenye platform zipi? Zote. Na maana wewe una access tena. Ni TikTok tu. Ikiomba tufungue zingine tutafungua, hapo nikita tuongee vitu vingine. Niko na habari kuhusu nikitaka kuongea kuhusu. Okay, kabla tujaenda hapo, ngoja tu close kwanza hii habari. Kwa hichi ambacho umeongea sasa hivi ni kwamba wewe na Serge hampo sawa, umenyang'anywa kila kitu. Somwe 4 mois maintenant. Umenyang'anywa kila kitu. Ndio. Na kuna baadhi ya watu ambao wamekuunfollow wewe ambao ni wa Serge tena uongozi. Ndio. Lakini habari kamili utakuja kuwapa watu ili wajue nini ambacho kinaendelea. Ndio. Okay. Basi tuna close. Tunaishi hapo. Sasa kwa sasa hivi muziki wako unaupangaje? Wewe kama wewe baada ya kuona kwamba kuna ile dukuduku anataka kukunyang'anya au amekunyang'anya kila kitu. Wewe umejipangaje ili kuweza ku maintain katika hili game ukiwa wewe kama wewe? Mimi najua nilikuwa shiriani sio kwa sababu kulikuwa pesa mingi, kwa sababu kulikuwa upendo. Kama Rex amezaga kunicheck, Jafaka kaniblaze, wa serious na wengine bali nipendaka njoo. Mimi najua upendo wake unakufa. Kama mwingine alikuwa na act akanyanfollow kafanya nini? Nitabakia na mtu mwenye ananipenda. In short muziki kitu cha kwanza kile na minia ni akili. Unaweza kuwa na kipaji lakini kama huna akili ya kuelewa kwamba natakiwa niwe na bidii, natakiwa nimsogeze mtu karibu yangu, natakiwa niwe na teamwork, pesa ifanye kitu. Na sikukuwa shirani kwa sababu ya pesa. Hakuna mtangazaji ambaye nimewahi kumpa pesa ila ni promote. Hiyo naweka wazi. Kitu ambacho watu hawajui, muziki wangu ambaye alikuwa anasimamia kuhusu promotion ilikuwa ni mimi kwa asilimia kubwa. Haimaanishi kwamba hii ndio wewe kama wewe. Ndio, haimaanishi kwamba hii ndio imenipatia nafasi ya kusema kwamba acha nitoke Mseje kwa sababu mimi naweza kujipromote, hapana. Kwa hiyo okay, subiri kidogo. Manager ambaye alikuwa anahusika na promotion Serge alikuwa nani? Hakuna. Na maana Serge kama sasa tunavyojua sisi Serge Music ilikuwa haina promotion manager. Utauliza. Bora sisi tulikuwa tunafikiria kwamba watu ambao wako kwenye Serge wanaeneza kila kitu, wanauelewa muziki kila kitu. Inakuwaje sasa wakakosa? Ile ni strategies zilikuwa hapo kutokana na hali hapa kwa nyumba, na bakijua kama uko na manager mfano wa Injo wa nini una watangazaji wengi, kuna hizo mpaka promo. Inaomba ilikuwa mimi kujishusha. Kama mimi nilikuwa shida ni kwa sababu nilikuwa nashauriwa na wapapi wakiza Pavel wengine wana ndugu yangu sina kitu. Hata kwako nilikuwa nakuya bro, nisaidie tusambaze kitu. Ni hivyo tu. Na Bukavu na sehemu nyingine yote. Ila kuna connection ambazo zilikuwa. Ashila nimeona nimewekwa simulizi, nimeweka sehemu zingine. Ya, kuna muda Rex anasema no. Hii kuna mimi ni wa chini tu, lakini kwa asilimia kubwa hapa kwa nyumba. Kwa hiyo unaongelea promotions ya nyumbani. Hata ingine Ashila amechezwa Wasafi na sehemu zingine. Okay. Mimi nilikuwa naongea na Watola na wengine watu. Siseme kwamba kulikuwa kwa madhaifu. Mseja ni ile tumeamua hapana, inaomba wewe madhaifu hayo sasa. No. Unakuaje na record label alafu usiwe na promotion manager? Ina maana tulikalafa simoya tukasema no, inaomba ukuwa au centre hiki kitu. Najua na washukuru sana ilikuwa kwa sababu ya kunimotisha na kunifanya niwe mkubwa zaidi. Okay, hebu niambie, mimi ninavyojua Serge kuna Abdelaziz, kuna Medi, kuna Jafak, kuna Serious, kuna Rex. Hawa ndio watu watano ambao mimi nawafahamu. Niambie kila mmoja alikuwa na kazi gani kama kati yao hakuna promotion manager? Abdelaziz alikuwa anasimamia show. Rex alikuwa anasimamia mitandao. Na ni mshauri, donc alikuwa ni mshauri wangu wa karibu. Mitandao alikuwa anasimamia mitandao kufanya nini? Mimi sikuwa na post DistroKid fasi zingine. Kwenye nilikuwa na post. Hiyo nayo pia ni promotion. Kama mtu anasimamia promotion ni kutafuta promotion kwa mtu mwingine akupromote akusupport, ndio tulikuwa tunaongelea hapo nyuma. Mfano kama mtu yeye alikuwa ni admin, hapo niko na maisha ni admin, sio promotion. Mfano kama mtu anasimamia account zako. Account kuna uwezo wa kulipa promotion ili account yako iwe ina watu wanaoonyeshwa mara kwa mara ili waweze kulink. Kama YouTube ukiingia, kuna mtu unaweza kaingia moja kwa moja unaangalia kitu lakini kaja katangazo kama kamsikia mtu mwingine. Ile nao pia ni promotion.
kuna mtu afanye ile kitu ili iweze kupitia pale. Ina maana yule wa mitandao hata ile pia alikuwa afanyi, lakini vyote unafanya wewe. Hakuna siku CG tumelipaga hela ili tuende kwa hiyo Google Ads. Hakuna siku tumelipaga hela ili tupate followers. Tuko ads kweka bro. Atakuwa tunalala. Kweka nafasi moja, tunaangalia muziki plus de 600 fois. Tunashawishi bado fasi yote abone fani. Ndio najua kujiunga mafasi zingine na kwa pesa. Najua unakumbuka kwa kipindi mimi tulienda kuna niku Boomplay Music. Tumeenda kuomba atukupana gaela juu ya Boomplay. Najua kwa zingine nisikue hiyo nasema haiko reconnaissant. Najua kuko vita za chini kwa chini zilikuwa zinapigwa kwa sababu mimi ni mkubwa. Okay. Nisi kukuwa nazijua. Najua. Kwa kuwa umeshasema kwamba utaongea, si warefu zaidi. Yeah. Naomba katika ngoma zote za Mr. Gave ambaye aliimba, naomba uniambie mstari ambao wewe mpaka sasa hivi unaishi nayo ili tumalizie kabisa. Nimesema ngoma zote mimi naishi nazo. Zote sawa, lakini kuna mstari mmoja labda ambao unakubali zaidi. Hapa ndakudanganya sasa. Sababu nilikuwa nikisikiliza nyimbo yake hakuna nyimbo nilikuwa naichukia nisiseme kwa sababu ameshakufa. Kwa kati nasema bro ameandika. Na ngoma gani ambayo nisio ukasema hii ni mbovu sana kwake? Wewe mkweli. Lakini hapana kusema kweli, lakini Tolo Chana unajua kama ni ya mapiano lakini ya kuimbaga mapiano nikasema mbovu sana. Kwa nini anaimba hivyo wakati ingepaswa kuwa mapiano? Kwa hiyo ile ilikuwa mbovu sana. Hapana mbovu sana. Nikasema ndio akuimba kisema nimbaga sababu mimi najua muziki ni discipline. Inaomba kuwa na fidelity kutokana na style. Ulimba reggae, imba kisema nimbaga reggae. Ulimba R&B, imba kisema nimbaga R&B. Maana mapiano yanaimba hivi tena. Okay, Ashila, ngoja kwa kumalizia tukupe nafasi. Tuambie kitu chochote ambacho tukisubirie kutoka kwako. Nasubiria makubwa. Na makubwa yatakuwepo bila sapoti yenu kusema kwa sababu sina pesa. Unajua sina mweleza mwekia confiance zaidi ya ule mwenye anapenda kazi zangu. Kama ushapenda kazi zangu, wacha vitu kusikia. Na kila mwenye anaweza sikia habari zangu zozote, haipokee kwa sababu hakuna mwenye anaweza kapigwa mawe zaidi yangu. Unaelewa kitu? Okay. Na wasanii wenye wanabakia tuko nao kwenye game. Muelewe kitu kimoja. Kuaniantir system sio rahisi kwa sababu Mungu ndiye anachagua nani anakuwa hapa na nani anakuwa hapa. Nimechukulia vibaya sana hiyo usiku tuende tuomboleze ikosa nafasi ya kuchallenge, nafasi ya kujitangaza, nafasi ya kujipromote. Ndio maana mimi nimekataa kuimba nafasi hiyo. Nilimba Mungu kati. Wakati nazofikia kustani niite na mbele tu iko nafika kwa mbele kwa sababu tunakuwa kwa mawadi kwa watu wanaanza kufikia kuongea. Hivi nani mwenye atakuwa sasa mwami? Nichukulia vibaya sana sasa mtu azikwa. Unaweza kuna mkamate klasi yake. Hakuna mwenye atakamata klasi yake. Na mimi Mungu akiniita kesho hakuna mwenye anaweza kamata klasi yangu. Na mwingine msanii akikufa kesho atoka kwa jambo la klasi yangu. Kama mbele kwa mwami, Mungu akampatia maono mwingine wakaanza muita mwami, lakini akamuita mwami. Licha wengine wakati wanatuita wa son of Kivu na tunawakilisha hapo. Hakuna mwenye anaweza kumreplace mwingine. Kama mtapambana sema juu tupambane na shida naye sasa, naye asiwepo na asifanye nini bro? Mtateki bahari. Mungu akiamua ataamua. Upendo wetu sikuwa kwa nani chini kwa chini unakuwa unamfitinia mtu. Hakuna mwanaweza mzidia mwingine hizi. Pambana sana. Kama tutani overtake. Tafsiri ni kwamba sio tu pengo la Gave ndio alizidiki, hata na la kwako pia kitokea alizidiki. Mtu yeyote mbaya zaidi akiwa yule yako sasa ndio nao pambane haya yatakapofanya. Kwa sababu ile kanuni nasema ni black. Nani washazika pengo kama Gave tabakia hapa. Kama mtapambana sana aseme mimi ndakia kwa mwami, hakuna matapamo mwingine hapa. Sawa sana. Kwa nini wasatafuta fursa ya kutengeneza bifu na Shiliani? Kwa hiyo challenge ilikuwa Gave na Shiliani na Shiliani kwa sababu nani ashindana mwingine. Haliwezi kuwa. Hii naye aondoke apitie mbele. Hii haikutengenezwa kwa tukale fast master tengeneze bifu. Ilikuwa kwa watu wanapo muhimu Mungu akabariki. Sawa sana. Hivyo nasema hatuna muda mwingi leo, tutakutana siku nyingine. Baada ya kipindi chako ni Pati na Wasanii na hii ni Sage Media, tuko na Ashila the Sugar Boy. Tuweze kukutana kwa kipindi kingine ili tuweze kupiga story zaidi. Ashila, tunashukuru na safari nyingine tutaongea ili tujue mengi zaidi yaliyo ndani yako. Lakini kwa hiyo machache nisi. Bado hapa karibu sana. Hii Sage Media sio Sage Music. Watu ukiondoka kule, hapa bado upo. Tieni bienvenue. Merci. Sawa sana.